kazi lazima uwe na milioni 10, milioni 5 nini. Lakini mimi nilikuwa na 40 wakati naanza kuuza nguo. Yaani ile nimeuza online nikaona hii itakuwa inanichukulia muda sana. Nilikuwa na shilingi 40, nakumbuka nimeamka mapema sana nikaenda Ilala Boma kununua nguo za mtumba. Yani ile siku sitosahau. Nimechukua nguo mbaya sana. Lakini wakati nachagua mimi niliona ni nguo kali. Nilipofika nyumbani ndio nilikuwa naona mbona kama nimechukua nguo mbaya. Yaani kiasi kwamba nilikuwa na post hakuna mtu anayeulizia bei. Na hata akiulizia ukimtajia bei, anakutajia yani bei ile nipunguzie. Bei anayokutajia inashinda hata ile ulochukulia. Asivutie yani. Yeah. Sasa kuna watu waga nikiwapa hii story wanahisi ni drama, wakisikiliza yani wanahisi ni drama. But trust me, kama wewe ni mtu ambaye ni msikivu na unaamini katika Mungu, uko kwenye stage ambayo mimi nilikuwa miaka 4 nyuma wakati nafanya hii interview. Mimi wakati nafanya hii interview nina duka, lakini bado mzigo wangu ulikuwa kuna wakati na usort hapa. T-shirt nakuja na sort hapa, suruali zile za track nakuja na sort hapa. Juzi ilibidi nipite hii sehemu kwa sababu mimi waga nikiwa nahisi kama nataka motivation ya kufanya kazi, yani nikiwa naona nimeanza kulegalega la pita zile simu ambazo nilikuwa nafanya kazi zamani zinanisaidia ku recharge. Hapa nilikuwa naamka saa 11 kuja kugombania mzigo. Saa 11 asubuhi wako mawinga kibao waenzizo wananijua. Walikuwa wanachukua mzigo hapa wanaenda kusimama pale China Plaza. Wakati nafanya ile interview mimi hapa ndo ninapokaa. Unaona hapa? Ndo ninapokaa. Wakati niko simulizi na sauti nafanya ile interview. Lakini ukiniona kwenye interview huwezi kujua, huwezi kuhisi lolote. Sijui unaelewa. So kwa watu ambao waga hawaamini kwamba unaweza ukaanza na hela ndogo na ukai-strategize vizuri, ukapambana ya hela yote ukapata, haina noma. Lakini katika nyie yuko atakayeamini na atakuja kuwapa ushuhuda na yeye hamtomwamini. Test is everything. Kuwa tuna uchaguzi mzuri wa vitu. Mimi nimeanza kumvalisha Nandi, Alikiba, sijui kina nani wote nikiwa nachukua nguo mitaani huku Ilala Boma, Manzese, Argentina kule, sijui wapi. Kote nilikuwa naenda mimi. Alfajiri kama unavyoona sasa hivi juu anga ni ya blue. Unaelewa? Sijaanza leo kutokulala. Nasema hii kwa sababu nataka kama kuna mtu ananiangalia anahisi labda hivi vitu vinakuja tu, hapana. Kama you have a spirit of fighting in your soul, pambana hela yote. Usione kama unajitesa, because one day you're going to make it. Trust me. Mimi nilikuwa nikisote hata nguo 20 naona nina mzigo wa kutosha. Mwanangu, amka fanya kazi. Wewe haya. Nifa nafikiri watu wengi mnamfahamu. Alikuwa anatoa ushuhuda wake hapa, namna gani ambavyo ameanza kustruggle kuanzia mwanzo mpaka hapo, namna gani amefika, namna gani alivyokuwa anapita njia, lakini pia ameonyesha namna gani watu hawaamini kama unaweza kuanzia sifuri ukasimama kwa miguu miwili. Sentensi ya mwisho amesema hivi: mimi nikiwaambia hamniamini, atakuja mwingine ataamini, ataanza, alafu atakuja kuhadithia na yeye namna gani ameanza, alafu nyie wote hamtomwamini tena. Iko hivi, kuna watu ambao mindset yao tayari ipo negative. Hata uambie this is possible, wao kazi yao, opportunity walionayo, wanaangalia namna gani kwenye hii ni possible. Kwa nguvu zote wanatumia akili zao kutafuta upenyo ambao utaonesha haiwezekani. Iko hivi, hakuna kitu rahisi chochote. Hata ukipewa milioni 100 sasa hivi, after 1 year, kama mindset yako haijakaa positive, niamini mimi, kila kitu utakiona ni hakiwezekani. Biashara ni mindset game, hata maisha ni mindset game. Wewe ukiamini kwamba it is not possible kwenye kitu ambacho nakiangalia, kwenye kitu ambacho nakitamani, ukajitoa ukasema hii ni kwa watu wa aina hii tu, mimi sipo kwenye hilo kundi la kupata mafanikio, la kuweza kutengeneza maisha, la kuweza kuwa na biashara ambayo imesimama, ukijitoa kwenye mindset yako, trust me, watu wote hapa wanaweza kupiga sarakasi huku wanakuhadithia namna gani ilivyo, njia ilivyo, lakini uweze kuona maisha, biashara, ujasiriamali ni mindset game. Kama umewekwa na ile mchezo ya adrenaline, ile watu wanatembea na kibaiskeli kwenye njia iko hivi mlimani, kama jinsi ilivyo michezo ya adrenaline games, ndivyo maisha yalivyo. You have to take risk ukiamini, mimi naamini kwa adrenaline yangu. Adrenaline ni kama, ukitaka kuelezea vizuri adrenaline ni kama ukimbizwa na mbwa, jinsi ambavyo utaweza kukimbia uruke ukuta, alafu ukiruka ukuta upande wa pili wa ukuta ndio utaweza kugundua nimerukaje hapa.
kitu kilichokupa uwezo wewe kufanya ile kitu kipo ndani yako, ndio adrenaline, ambayo sasa inaku-energize wewe kuweza kufanya kitu ambavyo ni extra zaidi ya hivyo. Ndivyo ilivyo kwenye mchezo wa maisha na kwenye mchezo wa biashara na ujasiriamali kwa ujumla, especially kwa watu ambao wametoka kwenye mazingira ya chini kabisa ya kimaisha. Hawa ukiwapa opportunity, ukamwambia ukitoka hapa mpaka pale umewin goal, akaweka nia yake, akaweka akili, akaset mindset, wala sio kujua hesabu, weka mindset kwamba it is possible, there I'm going, then put all your mind there. Trust me. Mmoja kati ya mfano ni mimi hapa sikuwahi kabisa kipindi naishi na wazazi wangu mimi wawili, mimi hapa kushika 100,000 ya kwangu peke yangu sikuwahi. Na nimesoma kuanzia chekechea, nimekuja secondary, nimekuja high school, nimekuja chuo kikuu na nimesoma degree ya sheria. Hata nimefika chuo kikuu, tulivyokuwa tunapewa mkopo wa chuo kikuu, pale ndo nilianza kupata hela ya kushika. Lakini trust me, japokuwa nilikuwa napewa ile hela ya chuo kikuu ya mkopo, yani kabla sijapokea calculation ambazo nimezigawa, kwa hiyo hela yangu mimi ya bumu ikija ni imeisha. Mimi kidogo chupu kushindwa kufanya mtihani wa chuo kikuu kwa sababu sijalipa ada, na ada ambayo nimeshindwa kuongeza ilikuwa ni shilingi 50,000. Shilingi 50,000 nimeenda kuwazima marafiki zangu wote, ikabaki 20,000. 20,000 ndio ikapelea nishindwe kufanya mtihani. Mpaka masaa machache ya mtihani sijalipa hiyo 20,000. Nikaenda hadi sehemu nikavua nguo zangu nikawaachia, niko chuo, nikapata 20,000, nikaja nikalipa ada, nikaingia kwenye mtihani. Unafanya mtihani hujui mchana, ukimaliza mtihani wa asubuhi hujui mchana unakula nini ili uje ufanye mtihani wa jioni. Na nimesoma sheria. All this happening for real. But right now mambo yanabadilika rafiki yangu. Yani hapa sasa hivi ninachokifanya, nimetoka kwenye sijawahi kushika 100,000 kama hela yangu mwenyewe kufikia stage ambayo unafanya taski moja unalipwa zaidi ya milioni 6. Mindset yako umewekaje? Adrenaline yako unaitumiaje vizuri? Badala ya kutumia adrenaline kutake risk za maisha na biashara, ujasiriamali, kuna mtu anatumia adrenaline yake kutake risk kuja kufanya michezo ya kutisha. Bro, adrenaline ambayo unaitumia kwenda kwenye kumbi za starehe usiku, hazina security, hauna garantia kurudi nyumbani salama, lakini unajitosa, unasema mimi na stress naenda huko. Hiyo adrenaline yako kuitumia hivyo, ni bora ungekaa chini ukatumia adrenaline yako kupita kwenye sehemu ambayo ni ngumu, ukaweza kutengeneza mazingira ambayo yakakupa nafasi ya kwenda kwenye sehemu za starehe ambazo zina security, zina usalama, unaweza kutoka wewe na watu ambao unawapenda ukaenda salama. Yes, that it is. So it all is up to you. Take it or not. Take it or leave it.